Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Kaa. Kuonekana ni mwenye mawazo sana. Kutamani jambo liweze kuwa kama unavyotaka. Kutopata usingizi wa utulivu. Kufikiria kufanya mawasiliano na mtu kwa lengo la kumtoa wasiwasi. Mtu atakuwa na haya ya kukutizama usoni akiwa anazungumza na wewe. Utashirikishwa jambo la kiundani lenye kumhusu mtu. Nyota ya Samaki. Utahofia kujirudi kwa mtu. Kuna jambo litakalo kukosesha amani. Mtu kutopatikana kwa wakati. Utatimiza unalolihitaji. Utatendewa wema na mtu bila ya kutarajia. Utaona kitu cha kustaajabisha. Utatamani upate maana kamili ya kitu fulani. Baadhi yenu mioyo kuwa na ganzi kwa jambo ulilokuwa nalo. Utahitajika kuwa makini na mtu. Hali ya hewa itafanya kusumbuka na ganzi, kifua na homa zinazojirudia. Kitu kuharibika kitakachofanya uumie sana. Mtu kusifia kitu kutoka kwako. Kukutanishwa na mtu maarufu au atakayekuwa msaidizi kwako. Nyota ya Nge. Kuhisi mtu anapoteza muda. Makasiriko ya mtu utayapuuzia na atazidi kuumia kwa hilo. Kumuonea huruma mtu kulingana na hali anayoipitia. Kufanya makosa kwa kurudia kosa. Nyota ya Ng'ombe. Kusikiliza kitu na kuhisi kinakuhusu. Matokeo ya kitu kutoka. Utatamani kumalizana na jambo. Kushirikishwa kitu ambacho una uwezo kukiweka sawa. Kupata maono au hisia za wazi kwa jambo. Kukumbukia kitu. Kuhisi mchubuko au kidonda kwenye ulimi. Kutokana na hali ya maumivu kuwepo sehemu hiyo. Kutajwa kuwa mshirika bora wa kitu. Nyota ya Mbuzi. Kutunza pesa kwa ajili ya kitu. Utamfikiria mtu ambaye yuko sehemu ya mbali. Kuhitaji kushirikiana na mtu kwenye suala la michango. Kupata mdudu wa kidole kwa baadhi yenu. Kufanya mabadilishano ya kitu. Nyota ya Mashuke. Kupita sehemu yenye makaburi. Itakujulisha jambo ambalo utapata kulihisi au kulizungumzia. Utahitaji kujihakikishia jambo. Utakuwa na mtu unayeendana naye sana na kuelewana naye. Kuhisi hali ya kusisimka. Kujuliwa hali na mtu kila wakati. Kupendezwa na maoni ya mtu. Kusitisha kazi isifanyike. Mtu atakwambia kuwa na kuamini. Nyota ya Mapacha. Kujumuika na mtu ambaye utachokana naye kwa haraka. Kumtafutia mtu dawa au tiba fulani. Kulala kwa kukohoa sana. Malalamiko ya mtu yatafanya usiwe na imani naye. Nyota ya Ndoo. Kufanya maamuzi utakayoyajutia. Mtu atakumbusha neno lako ulilolisema. Utahifadhi kitu kwa matumizi ya baadaye. Utambadilisha mtu kwa vitendo. Nyota ya Mizani. Mtu anaacha uraibu kwa sababu yako. Utaijua sababu iliyokufanya udhalilike au utaabike kwa kitu. Utafikiria kumwadabisha mtu. Kutajwa sana kwenye kundi la watu. Utamkumbusha mtu ayatambue majukumu yake. Utatoa angalizo kwa mtu. Utampa mtu wakati mgumu kwa jambo analotaka kulifanya kwako. Nyota ya Simba. Kutimiza ahadi. Utajua kuwa mtu alikuwa na nia ya kweli na wewe. Utafikishiwa taarifa itakayofanya uwe na tabasamu. Kuogofya kuongea urongo kwa kuhofia kukosa kitu. Kutoridhishwa na kitu fulani. Kumuondoa mtu wasiwasi aliyokuwa nao. Nyota ya Mshale. Siku ya leo jiweke mbali na mtu mwenye hila na wewe. Kwa maana kuna uwezekano mkubwa wa kutokea jambo litakalowashtusha watu kwa kujua kitu. Kupata vipele mwilini na kuwashwa sana. Gharama ya kitu itakushinda. Kupoteza uaminifu kwa mtu. Kusoma kitu mara nyingi. Utapatiwa kitu kitakachofanya ujifunze na kubadilika. Wema wako unadumu ndani ya mioyo ya watu ambao uliwafanyia mazuri. Kupigiwa sana simu. Kuwaunganisha watu au kuwapatanisha. Nyota ya Punda. Utajitahadharisha na jambo. Kitu kutokea ambacho ulishawahi kukiota.
Mtu ataituma picha yako mitandaoni kwa kukupa sifa nzuri au kusherehekea jambo na wewe. Pia unaweza kuwa wewe kufanya hivyo. Kujihakikishia kitu zaidi ya mara moja. Utakuwa tayari kuitumikia adhabu ya makosa ya mtu mwingine. Utakuwa na hali ya mchafuko wa tumbo. Utajiweka mbali na mtu fulani kwa muda. Usahihisha maneno ulioyaongea. Matendo ya mtu yatakufanya uitafsiri tabia yake. Utaahidi kubadilika baada ya kushuhudia tukio fulani. Hutoyaamini maneno ya watu ikiwa umethibitisha ukweli. Utajihurumia na kujipa nafasi wewe mwenyewe. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.